Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe nanyi. Mkuu Beatus Michael Kinyaia, wapendwa madekano mlioko hapa, ndugu zangu watawa wa kike na wa kiume, wanafunzi wetu wa dini, seminari kuu, mafrateri, na wale mlioko katika nyumba za malezi, shangwali wetu na jamaa zako, ndugu na marafiki wa damu au marafiki zako kama walivyoitika mwito huu, wapendwa taifa la Mungu wote mlioko hapa, waandishi wetu wa habari, bila kumsahau hata mmoja wenu makatekista wetu wanaotusaidia katika wajibu huu wa kuitangaza Injili ya Bwana, kila mmoja kwa nafasi yake na heshima yake. Tumsifu Yesu Kristo. Sijawasahau pia wanakwaya ambao ni wageni, lakini si wageni katika kanisa. Karibuni sana. Uniazime muda kidogo tu, mashamba askofu, kwa neema hii tuliyoipata. Imekuja ni neema kweli kweli, kwa kuwa tangu kimekuwa ni kituo cha sala mwaka jana mwezi wa 9, hatujawahi kupokea neema kama hii ya wewe kuwa kati yetu. Labda mapadi tu tuliokuwa tunawazima wakati mimi nikiwa nina utume mwingine, lakini hii nichukulie ni neema. Kumbe tumpigie makofi Mwenyezi Mungu mengi sana. Tukushangilie wewe pia kwa kuwa upo kati yetu. Makofi. Lakini neema hii kutufikia sisi imepita kwa mama huyu anayeadhimisha jubilei yake miaka 50 ya kuishi duniani. Naye tumpongeze kwa makofi mengi. Basi mengine tutaendelea kuongea, lakini kwanza ni kuombe utimize azma yako, wito wako, nafasi yako kati yetu ya kutongozea hii ibada ya misa. Karibuni mashamba, Baba Askofu Mkuu. Mpendwa ndugu zangu wote, kubwa lililotuleta kumshukuru Mungu kama alivyosema Bonaventus, lakini kipekee kumwombea, kushukuru Mungu na kumwombea mpendwa wetu Audrey, yeye pamoja na familia yake waendelee kuchanua katika uwepo wa Mwenyezi. Chanua mama, kama mgomba. Tunakuombea miaka mingi ya heri duniani, wewe na familia yako na yote yaliyo kwako. Na sisi wengine wote tuliofika, basi Mwenyezi atupe baraka nyingi. Tuje tu dhambi zetu.
Mungu Baba wa vipaji vyote, tunakiri kuwa kila tulicho nacho kimetoka kwako, hata sisi wenyewe. Utufundishe kutambua fadhili za wema wako mkuu, na tukupende kwa moyo mnyofu na kwa nguvu zetu zote. Na kwa namna pekee Baba, umjalie mpendwa wetu Mama Audrey Philip maisha marefu hapa duniani. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. La waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili yangu. Nami katika hayo nimeteswa, hata kufungwa kama mtenda mabaya. Lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo nastahimili mambo yote kwa ajili ya wateule, ili wao nao waupate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatumuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Neno la Bwana.
Kondoo wangu waisikia sauti yangu, asema Bwana, nami nawajua, nao wanifuata. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu na wanafunzi wake walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, E Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, nenda zako, imani yako imekuokoa. Neno la Bwana. Liturujia ya Kanisa Katoliki. Tunafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Henriko wa Pili. Huyu alikuwa mfalme kule Ujerumani, na pia alifanikiwa kuchukua ile Roman Empire, utawala wa Kirumi. Aliwachukua akawa mtawala wa eneo lote hilo, na ni mtakatifu. Alikuwa baba wa familia, alikuwa na mke Kunegonda. Kwa nini mama kanisa anamkumbuka mtakatifu huyu leo? Ni kwa sababu ana mambo mengi mazuri ambayo tunaweza tukajifunza sisi wanadamu. La kwanza, pamoja na kuwa ni mfalme na madaraka yote yale na sifa zote zile, alikuwa mtu aliyeishi maisha ya sala sana. Alifundishwa tangu akiwa mtoto kumpenda Mungu, kuwa mtu wa sala, kuwa mtu wa sakramenti, na akashika hayo. Hata alipopata utajiri na sifa na ufalme, hakusahau yale ya msingi aliyofundishwa tangu akiwa mtoto.
Na kwa maisha ya sakramenti alikuwa mwaminifu hivi kwamba hata wakati mke wake hakuzaa mtoto, hakuhangaika kama Henry wa 8 wa Uingereza. Na mkopo Henry wa 8, yeye mke wake hakumpatia mtoto wa kiume mrithi. Akasema no, siwezi kufa ufalme wangu ukapotea, nitaoa mke wa pili. Kanisa likamwambia, huwezi bwana we, ulishabariki ndoa mke huyu. Akasema kwendeni zenu na wa mke wa pili, na kuanzia leo kanisa la Uingereza liko chini yangu. Ndio Anglikana kwanza tangu siku ile. Sasa huyu baba na ufalme wake angeweza kuleta ubabe wa hivyo. Aseme mke wangu ana mtoto, mnibariki ndoa kanisani, sisikii kitu, na wa pili nipate mrithi. Hakufanya hiyo biashara. Alisema niombe hapa kanisani kwamba nitakuwa mwaminifu kwa mke wangu na nitakuwa mwaminifu mpaka nife. Najua matokeo yake kwamba ufalme wangu utakuwa ndio mwisho. Na kweli kwa ndio mwisho. Alipokufa yeye na ufalme wake ukaisha, na ufalme wa familia yake kushilia mbali. Lakini akasema kwa ajili ya Mungu sitetereki. La kwanza hilo. La pili ambalo alilifanya, ambalo mama kanisa analikumbuka na atalikumbuka miaka mingi, alikuwa anatumia fedha zake kununua ardhi kwa ajili ya kujenga makanisa. Na alinunua ardhi nyingi kweli, na alijenga makanisa mengi sana. Popote, Ujerumani, Italia, wapi. Na hata majimbo yakaanzishwa mapya kwa sababu ya nguvu ya huyu mfalme Henriko wa pili, ambaye aliishi karne ya 10 mwanzoni. Huyo ndio Henriko. Mpendwa wetu Mama Audrey Philip Mbando namfananisha kwa karibu sana na huyu mfalme. Karibu sana. Mama huyu familia yake Mwenyezi ameibariki sana in terms of kipato. Lakini hakuona kwamba kwa sababu Mwenyezi amembariki kwa kipato ainue mabega aseme kwenda kusalisali na maana gani, hata mara moja. Ameendelea kuwa mwaminifu kwa kile alichofundishwa kwa wazazi wake na kanisani. Ameendelea kuwa mtu wa sala na sakramenti. Pamoja na changamoto za maisha, anapitia changamoto kama watu wengine. Na huwa anakwenda zile misa ambazo hazinaga kelele sana. Aweze kusikiliza neno la Mungu, atafakari. Yeye utamwona zile misa za Kiingereza zile zitulia zile za watoto jioni tutamwona huko. Lakini zile zenye kwa moto kama hawa, anawaambia nyewe pigeni, salini, msali, mimbe vizuri, Mungu awabariki. Lakini napenda kwenda hizo za watoto, nikatafakari na watoto na Kiingereza. Ndio huyu mama. Lakini zaidi sana, na hakika watu baadhi yenu mnajiuliza kilichomleta askofu nini hapa? Sio kweli tu. Hatujawahi kumuona askofu kwenye misa za jubilei za walei. Kilichomleta nini hapa? Na mapadi wengi hivi na watawa. Najua nitakuja hapa mwezi wa ngapi kuwafanya kigango. Nyinyi bado kituo, mnajua hiyo? Japo ameandika kibao pale, kigangoni Padre Pio. Mkangoe mpaka nitakapokuja. Nadhania. I'm joking. Siku ile hamtapata mawadi wengi. Mkipata watatu na bahati. Na masista labda wale wanao unisaidia kubeba sanduku. Na paparasi moja wawili. Lakini leo wengi hivi mnafikiri kwa nini zaidi ya karibu 20, wengine wako kule nje wataingia baadaye mtaona. Sasa kilichonileta ni lile la pili alilofanya Mtakatifu Henriko. Nilikuwa ofisini siku moja, miaka 3 karibu 3 almost au nyuma kidogo. Huyu mama akaja. Nilikuwa namuona anapita sawa, lakini siku hiyo alikuja nikamfahamu zaidi. Akaniambia, baba, nimekuja
kuna zawadi yangu na familia nataka nitoe kwa kanisa. Nikamwambia asante. Zawadi gani mama? Akasema tuna plot yetu ya familia jirani na ninakoishi. Natamani tuitoe kwa kanisa ili pale siku moja kuweko na kanisa ili wazee na watoto ambao hawawezi kufika kule parokiani waweze kusali pale jirani. Kaambia mama, una hakika? Akanambia ndio baba, tumeshaamua ndio itakuwa hivyo. Basi mimi nikafikiri sawa, lakini sikuwa na imani sana. Maana najua bei ya ardhi Dodoma. Tena kwenye barabara hii kubwa hivi. Akasema nisubiri nitaona. Nikakaa miezi mingi kidogo. Akaja tena. Hivyo basi ukumbuki kwamba nilikupa ardhi kwa ajili ya kujenga kanisa. Nikarudia, mama uko serious? Akaniambia niko serious baba. Na mawe nimeshaweka pale kulinda ardhi isichukuliwe. Serious. Basi siku moja nikamwambia aje. Akanileta, akanionyesha eneo. Nikaona hapa. Baadaye kulikuwa hamna nyumba. Nyumba ilikuwa chache sana. Ilikuwa moja hapo kwenye kona. Ulikuwa unaona mpaka barabarani, ilikuwa hamna nyumba. Chache sana. Basi nikamwahidia kwamba mama, nitalifuatilia hilo na kushukuru tena. Na wakati huo parokia Ihumwa ilikuwa hawachangamki sana eneo hili. Kwanza ilikuwa wachangamkie nini? Wachangamkie nini? Sasa nikaona namna pekee ya kuweza kufanya mahali hapa paendelee ni mimi mwenyewe kutoka ofisini kule nijikomiti kukisimamia hiki kituo ili kipige hatua. Kwa hiyo nikamwambia mama asante. Polepole basi wakati nafikiria Mungu wangu nitaendelezaje kile kituo, na Ihumwa pale na wakaanza kupata padri hapo. Padri akaanza kuja kutoka kule na hudumia hapa, na nyinyi mkaanza kuwa wengi kidogo. Na nilipopata padri ambaye alikuwa tayari kuwahudumia, Padre Novatus, nikamwambia bwana wewe, na kituo nimeshajicommit, nitakisimamia mwenyewe. Sasa kwa nafsi yangu naomba ukakiendeleze. Ndio padri akaja, ndio mkaanza kuchapa kazi hapa na kufanya maajabu haya. Sikujua kwamba kuna kanisa, mnajua hiyo? Serious. Siku ile nasema mtakuwa Kigango, nilijua nitakuja kuwafanya kwenye mahema. Lakini hata kanisa mnalo. Jamani, mjipongeze sana. Lakini kubwa zaidi naomba tupongeze Mama Audrey pamoja na familia yake kwa ukarimu wao. Jamani, kweli. Hakudai hata senti moja. Hata senti moja hakudai. Sasa aliponiambia kwamba alinialika tu, niliona mwaliko wa askofu na alifanya kama anavyoajilika wengine. Hakutegemea nije kuja anyway. Hivyo formality. Nilipoenda nikasema no. Nitakwenda ili nikashiriki naye kumshukuru Mungu kwa sababu ya ukarimu wake. Makofi mengi tena kwake. Kwa hiyo mmejua kwa nini nimekuja sasa. Katika Injili mmesikia ile Injili ile ya wakoma 10. Wakoma 10. Tunaambiwa mmoja alirudi kumshukuru Mwenyezi baada ya kufanywa makuu. Huwa napenda wale wakoma 10 kuwagawa katika mafungu matatu, ukiacha yule aliyerudi. Wale 9 waliobaki napendaga kichwani kwangu kuwagawa katika mafungu matatu. Japokuwa sidhani kama ilikuwa hivyo, lakini nafikiri sidhani kama nitakosea sana. Naamini kati yao kuna ambao baada ya kuponywa hawakurudi kwa sababu walijilinganisha na wengine. Wasema tulikuwa vizuri, tukapata ukoma, sasa tumepona. Tuko kama wengine. Kumbe haki yetu mbona? Kwani hao walimpa nini Mungu? Wamemwambia Mungu asante kwa kuwa vizuri bila ukoma? Si wako hivyo. Wanaona ni haki yao, na sisi haki yetu kupona. Sasa tunakwenda kushukuru nini? Watu tumekuwa kama watu wengine. Kundi la kwanza hilo. Kwa hiyo hawakuona sababu ya kurudi kwa sababu wamepata kilichokuwa haki yao. Kundi la pili ni wale ambao hawakurudi kwa sababu baada ya kwenda nyumbani wakaanza kufurahi na familia na wake zao
na watoto. Walisema si inatosha tu, si Mungu anaona, si inatosha tu. Tufurahi na familia, jambo jema, na hakika Mungu anafurahi kwamba tunafurahi na familia. Na kundi la tatu ni wale ambao walipiga mahesabu, wale wafanya biashara wale walikuwa wakajiuliza, huku tulikokuja kuwaona makuhani mpaka tukarudi Yerusalemu kwa yule Yesu, mbali. Alafu kuna nauli, kuna kwenda kulala oji, gharama zote atalipa nani? Nasema inatosha bwana, gharama hizo sisi hatukubali hata mara moja. Kwa hiyo hawakuja kwa sababu kuogopa gharama. Isipokuwa yule mmoja Samaria ambaye alisema sio swala la kwamba nimekuwa kama wengine, sio swala la kwamba nakaa na familia najifurahisha tu, sio swala la gharama, nitarudi kwa gharama yoyote kumwambia Mungu asante. Ndicho tunachoonja leo kwa huyu mama. Nikisema wangapi mnyoshe mikono mna miaka 50 mwaka huu, mtanyosha wengi. Uongo kweli? Nikisema wangapi mna Biblia miaka 25 na ndoa, mtanyosha wengi. Uongo kweli? Nikisema kwa hiyo mko watu mna Biblia vyenu vingi, lakini nyinyi mmekuwa kama wale makundi mengine. Si Biblia kama wengine. Sasa gharama yote ya nini? Mkabana tu. Mama huyu amesema najua kuwaita watu, marafiki zangu, familia yangu kuja kumshukuru Mungu ni jambo la heri hata kama litanigharimu. Na ndio maana tuko hapa. Mama salute. Kwa hiyo naomba wote tumuombee sana yeye na familia yake. Naposema familia maana yake mume wake, watoto wake na familia, wale close relatives. Mwenyezi ambariki sana. Aendelee kuishi miaka mingi, aendelee kufanya makuu kwa ajili ya wanaomzunguka. Na kwa namna pekee wahitaji. Mama huyu ana roho ya ajabu. Kila pale nikimwambia simame hapa, ana story na huyu mama ya kusaidiwa, au katika parokia yake au si katika wapi. Kila padre aliyoko hapa ana story. Naona hawa waliovaa blue hawa. Hebu simameni. Hawa ni mabrother wa Yesu na Maria. Wana kituo chao pale Miji Mketi. Wanatunza watoto yatima na wengine ambao wametoka familia ambazo hujiwezi. Wanaishije wakati hawana mshahara wa kuwalisha wale watoto? Wanaishi kwa ukarimu wa watu kama huyu. Na huyu mama ni mmoja wa wafadhili wao mkubwa. Mama, nikupe nini tena? Kwa hiyo mama ni mfadhili sio tu wa ninyi wa hapa, ndugu zangu wa Padre Pio pamoja na majirani, yeye ni mfadhili pia kwa hao wenye shida walio wengi. Kwa nini tusimwombee baraka nyingi wa Mungu? Naomba wote tusimame tusali sala moja kwa ajili yake. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Asante Mwenyezi upate sifa na heshima. Mama endelee kuchanua. Tumsifu Yesu Kristo.
mpendwa, tunapomwambia Mungu asante kwa zawadi ya dada yetu, mama yetu, rafiki yetu, Mama Audrey, tumpelekee Mungu maombi yetu. Tutaitikia twakuomba utusikie. Tuliombee kanisa lote, Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadre, maashemasi na waumini wote, ili waendelee kulitangaza neno la Mungu kwa uaminifu na upendo wa Kristo. Bwana, tumuombee anayeadhimisha miaka 50 ya kuzaliwa, ili Mungu aendelee kumbariki kwa afya njema, hekima, amani na maisha marefu na neema ya kumtumikia kwa uaminifu siku zote za maisha yake. Bwana, tuwaombee waumini wote ambao mwezi huu wanafanya jubilei zao. Mungu azidi kuwa pamoja nao wakimtumikia kwa uaminifu. Bwana, tuombee kigango chetu, viongozi wa kigango, jumuiya, vyama vya kitume, ili tuendelee kukua katika imani, umoja na huduma kwa wote, hasa wahitaji. Bwana, tuwaombee kwa Mungu wagonjwa, maskini, wajane, yatima na wote wanaopitia changamoto mbalimbali katika kigango chetu, ili wapate faraja, msaada wa tumaini kupitia upendo wako. Bwana, tuombee amani na maendeleo ya nchi yetu Tanzania, viongozi wake na wananchi wote, ili Mungu atuongoze katika haki, upendo na umoja. Bwana, uwapokee mbinguni marehemu wote waliokutumainia. Bwana, asili ya yote yaliyo mema, tunaomba usikilize maombi hayo tuliyotamka na maombi yaliyo moyoni mwa kila mmoja wetu, na yote uyatimize kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, kwa manufaa ya sisi na ya kanisa lake lote takatifu. E Bwana, tunakutolea sadaka ya sifa kwa ajili ya mapaji uliotujalia. Tunakusihi kwa unyenyekevu utujalie, ili uliotukirimia bila mastahili yetu tuyatumie kwa ajili ya utukufu wa jina lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Wanawe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaadhimisha kifo chake kwa mapendo. Tunaungama utukufu wake kwa imani hai na kungojea kwa matumaini thabiti ujio wake katika utukufu. Kwa hiyo sisi pamoja na watakatifu na malaika wote tunakusifu tukisema bila mwisho. Bwana kweli u mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu
mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetusahilisha simama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako ulioenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Beatus Kinyaia, askofu msaidizi Willibrod Kibosi na wakleri wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira Mwenye mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Gema Ngalgani msimamizi wa jimbo letu, Mtakatifu Padre Pio na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu
na tukifuata mafundisho yake Mungu, tunathubutu kusema Baba yetu utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
Basi umefika wakati wa kupokea mwili wa Bwana. Ni kwa Wakristo wa Katoliki nao waliojiandaa, tafadhali, kwa sababu sasa ni finyu, basi utakuja mstari mmoja kwa ajili ya kupokea mwili wa Bwana. Wengine tutawakuta mahali pao huko sehemu za nyuma. Tuanze na familia ya Chamwino wetu, waje hapa mstari mmoja.
Mungu, umetuburudisha, tumekurudishia kile ulichotutolea kwa ajili ya kukushukuru, ukakifanya kiwe kwetu sakramenti ya mwanao iletayo wokovu. Utujalie tuimarishwe hivi kwa vipaji vya ujasiri na furaha, hata tustahili kukutumikia kwa bidii zaidi. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Mwashamu Baba Askofu Mkuu, waheshimiwa mapadri, watawa wa kike na wa kiume, ndugu waumini wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Namshukuru Baba Askofu kwa kutuongezea ibada. Na washukuru ninyi nyote, familia yangu, wote mlionikimbilia kuwa pamoja nami katika kumshukuru Mungu. Ninasema asante sana kwa maana wengi pia waliokuja niliwadokeza jambo na kwa unyenyekevu mkubwa wakamheshimu Mungu wangu ninayemtumikia. Waliomba kunitumia zawadi, kiukweli nikakataa na kuielekeza ile zawadi katika ununuzi wa eneo la kanisa ambalo liko hapa nyuma. Na kwa neema ya Mungu tumefanikiwa kupata milioni 15 ambazo nitaziwasilisha kanisani. Nawashukuru sana, Mungu azidi kuwabariki. Sambamba na hilo, nimekuja na zawadi kidogo tu kwa ajili ya kituo chetu, kwa ajili ya mavazi ya ibada kwa ajili ya kituo kama kumbukumbu. Nimetoa hela kidogo pale nikanunua haya mavazi kwa ajili ya kukabidhi. Naomba katibu nikukabidhi. Tunaomba mkabidhi Mwashamu Baba Askofu Mkuu kwa niaba. Asante. Naomba tumshangilie akiwa anakabidhi zawadi. Baba Novatus, tuomba uchukue kwa niaba. Asante sana. Pia kuna mavazi mengine ya ibada ambayo nimeelekeza kwenye parokia za pembezoni ambazo zina uhitaji. Kwa hiyo nitaomba nimkabidhi Baba Askofu Mkuu kwa ajili ya hilo. Naomba tuendelee kushangilia katika nakabidhi hizo zawadi. Naendelea kuwashukuru. Naendelea kuwashukuru nikizidi kuwaomba tuendelee kumtumikia Mungu, tukiamini kwamba furaha ya Mungu ndio nguvu yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Nikianza na mume wangu mpenzi Philip Stanley Nguma. Watoto wangu wote Ivy, Ivan, Ian, Ivo, Princess Elinaisi na mjukuu. Naomba na mjukuu aje. Kama yupo karibu basi. Ivy njoo. Ian, kama upo karibu. Elinaisi. Naona watakuwa kwenye majukumu nje. Wanafanya kazi. Asante sana. Ihumwa kilianza kama kanda ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika parokia ya Mtakatifu Yosef Mfanyakazi Ihumwa, Jimbo Kuu Katoliki Dodoma. Kama ilivyo katika parokia nyingine, parokia ya Mtakatifu Yosef Mfanyakazi Ihumwa nayo ilikuwa na utaratibu wa kuwa na ibada ya misa takatifu katika ngazi ya kanda, maombi ya kuwa kituo cha sala, Mwashamu Baba Askofu Mkuu, changamoto ya miundombinu ya barabara ya kuelekea kanisa Katoliki Ihumwa
na muda mrefu uliokuwa unatumika kukamilisha mzunguko wa ibada ya misa takatifu katika ngazi ya kanda zilisababisha baadhi ya waumini kuamua kwenda kusali katika parokia za jirani na wengine kushindwa kabisa kwenda kanisani siku za Jumapili. Kufuatia hali hiyo, viongozi wa kanda Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili waliwasilisha kwa Mheshimiwa Paroko wa parokia ya Ihumwa ombi la kupatiwa ibada ya misa takatifu katika kanda kama kituo cha sala, ambapo Paroko aliridhia ombi hilo. Kwa mara ya kwanza ibada ya misa takatifu katika kituo cha sala kanda Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili iliadhimishwa tarehe 4 Mei 2025 na misa ya pili ilifanyika tarehe 31 Agosti 2025. Misa takatifu mbili ziliadhimishwa kwenye makazi ya familia ya Bwana Matias Mvula. Hata hivyo, waamini walitamani misa hizo ziwe zinafanyika katika eneo la wazi badala ya makazi ya mtu, wakati jitihada zikiendelea za kutafuta eneo la kudumu. Hivyo misa zilizofuatia zilifanyika katika eneo la wazi la familia ya Bwana Charles Komba. Maombi ya kutumia eneo la jimbo. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, tarehe 28 Juni 2025, kikao cha viongozi wa kanda Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kiliazimia kukuona wewe Baba Askofu Mkuu ili kuomba kutumia kwa shughuli za ibada eneo ambalo likabidhiwa na familia ya Bwana na Bibi Philip kwa ajili ya kujenga kanisa tarehe 30 Januari 2012. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, tarehe 2 Julai 2025, kamati ndogo ya kanda Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili ilifanikiwa kuonana na wewe na kuwasilisha ombi la kutumia eneo hili kujenga kibanda cha kusalia, ambapo tunashukuru sana kwamba uliridhia ombi hilo na kuelekeza kuwa lijengwe kwanza jengo la muda, wakati jitihada za kuandaa mpango kabambe wa eneo kwa maana ya master plan na upatikanaji wa hati miliki zikiendelea. Kuteuliwa kwa padre msimamizi wa kituo. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, tarehe 5 Septemba 2025, uongozi wa kituo cha sala ulimpokea Baba Padre Novatus Bideberi kama padre msimamizi wa kituo cha sala cha Ng'ombe Ihumwa. Jumamosi, tarehe 13 Septemba 2025, majira ya saa 10 kamili jioni, ibada ya kwanza ya misa takatifu chini ya Padre Novatus ilifanyika nyumbani kwa familia ya Dr. Martin Teti, na Jumapili tarehe 14 Septemba 2025, Padre Novatus aliongoza adhimisho la misa takatifu kwenye eneo la wazi la familia ya Bwana Charles Komba. Kuanza kwa ujenzi wa kanisa la kituo cha sala. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, tarehe 8 Septemba 2025, kikao cha viongozi wa kituo cha sala kiliazimia kuendeleza eneo ulilolitoa, na tarehe 11 Septemba 2025 waumini walitangaziwa rasmi kuhusu azma ya kuendeleza eneo hili. Tarehe 12 Septemba 2025 mafundi walianza rasmi ujenzi, na baadaye Baba Padre Novatus alikuja katika eneo hili kubariki eneo ambalo ujenzi wa kibanda, tulita kibanda cha kusalia. Kupandishwa hadhi ya kituo cha sala kuwa kigango. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, tarehe 9 Januari 2026, wakati wa adhimisho la sadaka ya misa takatifu ya shukrani ya fungu la 10 vikarieti ya Dodoma iliyoadhimishwa katika parokia ya Mwenye Heri Padre Carlos Tip Chidachi, Mwashamba Baba Askofu Mkuu ulikipandisha hadhi kituo cha sala cha Ng'ombe Ihumwa kuwa kigango, na kwa wale ambao wanakumbuka ulisema kuwa kigango hicho kitakuwa chini yako. Aidha, tarehe 1 Februari 2026, Mwashamba Baba Askofu Mkuu ulikibatiza kigango hiki kuwa kigango cha Mtakatifu Padre Pio cha Ng'ombe Ihumwa. Kigango hiki kinatarajiwa kuzinduliwa rasmi tarehe 4 Oktoba 2026. Huduma mbalimbali za kiroho katika kigango. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, mpaka kufikia leo tarehe 13 Julai 2026, kigango cha Mtakatifu Padre Pio cha Ng'ombe Ihumwa kina jumla ya waamini 330. Aidha, kigango kilianza na jumuiya 6 na mpaka leo hii kigango kina jumuiya 8 ambazo ni jumuiya ya Mtakatifu Rita wa Kashia, jumuiya ya Mtakatifu Teresa wa Calcutta, jumuiya ya Mtakatifu Yuda Tadei, jumuiya ya Mtakatifu Paulo Mtume, jumuiya ya Mtakatifu Peter Clever, jumuiya ya Kristo Mfalme,
Jumuiya ya Mtakatifu Petro Mtume na Jumuiya ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Hii Jumuiya ya Mtakatifu Petro Mtume na Jumuiya ya Mtakatifu Antoni wa Padua ni jumuiya mpya zilizozaliwa baada ya kuwa kigango, na matarajio ni kwamba mwisho wa mwaka huu tunatarajia kuzaa jumuiya nyingine zilizopungua 2. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, kwa sasa kila Jumamosi kuanzia saa 12:30 asubuhi zinafanyika ibada za sala katika kila jumuiya. Aidha, kila Jumamosi inafanyika ibada ya misa takatifu katika jumuiya inayokuwa kwenye zamu ya kusali na Baba Padre. Kila Jumamosi pia kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili asubuhi inafanyika huduma ya maungamo na mashauriano. Vile vile kila Jumapili kuanzia saa 1 kamili asubuhi inafanyika ibada ya misa takatifu na saa 10 jioni yanafanyika mafundisho ya utoto mtakatifu. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, mpaka kufikia leo tarehe 13 Julai 2026, jumla ya watoto 20 wamepokea sakramenti ya ubatizo na wakatekumeni 20 wamepatiwa sakramenti ya ubatizo, ekaristi takatifu na kipaimara. Aidha, wanafunzi wa dini 50 wamepatiwa sakramenti ya ekaristi takatifu mwezi Juni, na wanafunzi wa dini 58 wanatarajia kupata sakramenti ya kipaimara mwezi Oktoba mwaka huu. Vile vile katika historia ya kigango chetu, tarehe 13 Juni 2026 kigango chetu kilipata bahati ya kufungisha sakramenti ya ndoa takatifu ambayo leo hii nayo inatimiza jubilei ya mwezi mmoja. Na naomba Mwashamba Baba Askofu Mkuu, kwa ruksa yako, kama wako wala na ndoa wetu wanaotimiza jubilei ya mwaka mmoja wasimame tu Baba Askofu Mkuu waone jubilei ya mwezi mmoja. Naomba tumshangilie tafadhali. Asante sana. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, vyama vya kitume vya UWAKA, WAWATA, VIWAWA na Watoto Mtakatifu vimeendelea kuimarika, ambapo vimekuwa vikishiriki katika shughuli mbalimbali za kanisa, ikiwemo kushiriki katika harambee ya kuchangia shughuli za ujenzi, shughuli za usafi wa kanisa na usimamizi wa liturujia siku za Jumapili, pamoja na maadhimisho mbalimbali katika ngazi ya dekania, jimbo na taifa. Vile vile kigango chetu kimeanza pia kusajili wanachama wa chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu. Kadhalika kigango kimeanzisha kwaya ya Mtakatifu Antoni wa Padua, ile ambayo nilitambulisha hivi punde, ambayo imekuwa ikitoa huduma ya kuinjilisha kupitia uimbaji kila Jumapili na sikukuu mbalimbali za kanisa. Kigango pia kina watumishi wa altare zaidi ya 10 na kipo kwenye mchakato pia. Tayari tumeanzisha chama cha wasoma masomo. Mikakati ya baadaye, Mwashamba Baba Askofu Mkuu, wakati tunaomba kutumia eneo hili kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiroho, ikiwa ni pamoja na kujenga kanisa, baadhi ya maelekezo yako wakati unaturuhusu kutumia eneo hili ilikuwa kufuatilia kukamilisha mchakato wa upatikanaji wa hati miliki pamoja na kuandaa mpango kabambe kwa maana ya master plan kwa uendelezaji wa eneo hili. Habari njema ni kuwa tayari tupo katika hatua za utekelezaji wa maelekezo yako, na wakati wote kuanzia sasa tutafanikisha upatikanaji wa hati miliki na mpango kabambe wa uendelezaji wa eneo hili. Hata hivyo, wakati tukiendelea na mchakato wa upatikanaji wa hati miliki na uandaji wa mpango kabambe, tumebaini uwepo wa viwanja 4 ambao vinapakana kwa karibu na eneo la kanisa, ambavyo wamiliki wake wakiviendeleza na kuamua kuweka baadhi ya huduma za kijamii zinaweza kuathiri moja kwa moja utoaji wa huduma za kiroho. Mathalan, imeelezwa kuna jengo linaonekana hapa, mmiliki wa eneo hili kati ya 4 ambavyo viko kwenye hili eneo ameshaanza kuliendeleza eneo, na tuna mashaka iwapo kama akiamua kuweka matumizi mengine ambayo yanaweza kuhatarisha huduma za kiroho katika eneo hili. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, kwa muktadha huo, Halmashauri ya Walei katika kikao chake cha tarehe 30 Mei 2026 kiliazimia kuchukua mkopo katika benki ya Mkombozi ili kuwezesha ununuzi wa viwanja hivyo 4 vilivyopo jirani na eneo la kanisa. Hata hivyo, wakati tukisubiri taratibu za kibenki, waamini wa kigango chetu na marafiki wa karibu wakiwemo wa familia ya Mrs. Philip wameendelea kutoa michango ili kuwezesha upatikanaji wa shilingi milioni 26,820,000 na zoezi hilo ni endelevu ili kwa kuanzia wakati tukisubiri taratibu za mkopo tuweze kupata kiasi cha shilingi milioni 45 kwa ajili ya ununuzi wa hili pagare hapa. Hitimisho, Mwashamba Baba Askofu Mkuu, kwa niaba ya Halmashauri ya Walei kigango cha Mtakatifu Padre Pio cha Ng'ombe Ihumwa, tunapenda kutumia fursa hii kushukuru sana kwa kukipandisha hadhi kilichokuwa kituo cha sala cha Ng'ombe Ihumwa kuwa kigango,
na kukiweka chini ya usimamizi wako wa karibu. Kipekee waamini wa kigango cha Mtakatifu Padre Pio Ihumwa cha Ng'ombe Ihumwa tunajisikia faraja kubwa kama alivyokuwa anajisikia yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda sana. Tunasoma kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 13 mstari wa 23. Mwashamba Baba Askofu Mkuu, kwa kumalizia, tunapenda pia kutumia fursa hii kuishukuru kwa dhati kabisa familia ya Bwana na Bibi Philip kwa kutoa eneo hili, na pia tunakushukuru wewe binafsi kwa kuturuhusu kutumia eneo hili la Jimbo Kuu Katoliki Dodoma kwa ajili ya huduma mbalimbali za kiroho. Vile vile tunakushukuru kwa kumteua Padre Novatus Nicholas Bideberi kuwa msimamizi wa kigango chetu. Hatua hiyo imesaidia sana kutuimarisha kiroho. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako kuja kusali na sisi leo, na tunaamini utaendelea kuwa pamoja na sisi katika tafrija itakayofuata mara baada ya adhimisho hili la misa takatifu. Tunakushukuru sana Mhashamu Baba Askofu Mkuu, na kwa niaba ya Halmashauri ya Walei Kigango naomba nimkaribishe mweka hazina wa Kigango kwa ajili ya zawadi ndogo itakayowezesha kuongeza mafuta kwenye gari la Mhashamu Baba Askofu Mkuu. Tumsifu Yesu Kristo. Mhashamu Baba Askofu Mkuu, sina maneno zaidi bali na kusema asante kwa Mungu. Asante kwako pia kukubali kuwa kati yetu, na jambo la familia moja basi hatimaye limegeuka kuwa jambo la familia ya Mungu kwa maana ya kigango cha Mtakatifu Padre Pio. Nachukua nafasi hii binafsi kukushukuru sana kwa niaba ya kigango ambacho umenikabidhi kuwa na dhamana nacho mpaka siku ya leo. Kama historia walivyoisoma, kigango kinapiga hatua, lakini hakipigi hatua hivi ni kwa sababu katika haya na yale ambayo tunaona pengine tunatatizwa, tuna changamoto nayo, hatuelewi, basi hatusiti kukufikia na kukwambia moja mbili, na ukaweza kutupa maelekezo sahihi. Tunashukuru Baba Askofu, naomba nisaidie tumshukuru Baba. Baada ya hilo, naomba kuzishukuru kamati zote za kanisa. Tunazo kamati mbalimbali, lakini halmashauri ya walei, lakini pia kamati tendaji ambayo inakuwa karibu sana na mimi kunipa ushauri. Maana yake mfalme usipokuwa na wanaume, mwanaume si jenda, hapana, mwanaume mtu aliye na msimamo, aliye na maono. Kwa hiyo kwa niaba yao naomba niwashukuru pia halmashauri ya kanisa, kamati tendaji, lakini pia na kamati nyingine ambazo zimekifikisha kigango chetu hatua kilipofikia. Naomba tuwapigie makofi. Mambo ya kiroho, sakramenti wamezitaja mpaka ndoa tunayo. Tuna imani siku za usoni mito inazaliwa, utoto mtakatifu tunaolea pamoja na mito mingine, basi tutaweza kupata hata mapadi na watawa wa kike na wa kiume. Hayo ni matumaini yangu sana. Bado tuna changamoto ya makatekista, lakini kanisa ni moja. Tunaye katekista ambaye tumeazimwa kutoka kanisa kuu Paulo wa Msalaba. Naomba kwa namna ya pekee sana katekista ndugu yangu Elia usimame tukupongeze kwa kupiga makofi. Mzalishaji wa kwanza wa sakramenti hizi na Ukristo ni Mungu, ndio, lakini vyombo vyake vinavyotenda kazi, mimi niseme amekuwa mkono imara wa Mungu, mdomo wa Mungu, ulimi wa Mungu mpaka hapa tulipo. Napenda nimpongeze sana na kupigia makofi ndugu yangu. Wakristo wapendwa wote ambao umefanya jambo hili kuwa jambo lenu, limetoka kwa familia sasa limekuwa jambo la jumuiya ya kigango hiki. Naomba wote kwa pamoja na halmashauri zote na kamati zote ni wapongeze Wakristo wote wa kigango hiki cha Mtakatifu Padre Pio kwa kufanikisha jambo hili. Nimalize na pale ambapo ningeanzia. Familia Shangwena wetu, asante mama, asante dada. Bwana akubariki sana. Umekuwa kweli chombo cha sifa cha Mungu, si kwa sababu ya zawadi nilizozisikia na mimi nimepata kwa ajili ya kigango,
lakini umekuwa mfano. Leo yule askari Kaisari ambayo tumemfuatilia historia yake katika siku ya leo, alifanya mambo ya ajabu. Sehemu nyingine maaskari walizoea kwamba ni watu wa kuua tu, sehemu nyingine wanasema hivyo, lakini alijenga makanisa, akatafutia kanisa kama dhahabu almasi aliweka kwa ajili ya dhamana ya kanisa, kusaidia kanisa la Kristo. Asante dada, Bwana akubariki kama walivyofundisha. Basi akuongezee miaka mingi na hili duniani, uendelee kulipambania kanisa la Kristo na imani yako. Asanteni sana. Nirudishe microphone kwa aliyenipa neno. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Novatus, naomba usirudi, umkaribishe Mhashamu Baba Askofu Mkuu. Baba Novatus. Kigango hiki kiteule sijawasimika jamani. Baba Vika watawa, Baba dekano, mapadri wote, kila mmoja kwa nafasi yake na heshima yake, pamoja na wale wageni waliotufikia, karibuni sana. Naona makapuchini huku na mashirika mengine, watawa wote kwa namna pekee, mama mkuu wa shirika la Jema. Mama, naomba usimame. Asante sana mama na masista wote, pamoja na watawa wote, viongozi wote wa hapa katika kigango chetu, halmashauri tendaji na viongozi wa jumuiya mbalimbali, kwaya, lakini kwa namna ya pekee kabisa familia iliyotuweka hapa siku ya leo. Heshima kwenu. Kwaya kutoka wapi? Hivi hamshangai? Mama Audrey ambayo wanasali Makole, najua kanisa kuna hivi, anapenda kubadili test vya mahubiri na sala. Ameomba mje hapa, sio yaje kule kwenu. Hamjashangaa? Katika hali ya kawaida mtu amekaa na uwezo wake, angesema hapa kigango chenyewe kwanza kijabarikiwa kigango sawa sawa, nifanye sherehe yangu hapa na familia yangu na marafiki zangu. No way. Angesema nakwenda Makole, nakwenda kanisa kuu. Lakini mama huyu kwa unyenyekevu mkubwa ameamua pamoja na familia wafanyie hapa. Nyie ndugu zangu wa Padre Pio, mnajisikiaje? Ana lake, lakini anapenda kwa nguvu zake zote na anaomba Mungu siku na mchana hapa kwa parokia. Ndio maana nataka kila kitu kifanyike hapa. Unakuwa ni mchango wake wa sala na nguvu na kila anachoweza ili hilo siku moja likamilike. Na ingekuwa uwezo wake angesema kesho tu parokia. Mama, tunaona juhudi zako na mimi kabisa Mwenyezi anaziona. Wewe tuna familia na wengine, aendelee kuzibariki. Kwenu wana kigango cha Padre Pio, uzalendo wa huyu mama na familia yake ndio napenda kuona kwenu ninyi nyote. Uzalendo huo wa kupenda mahali hapa paendelee haraka inavyowezekana. Kwa hiyo naamini kabisa nitakapokuja ile tarehe 4 mwezi wa 10, na naomba Mungu atusipate hata mafua siku hiyo, nije mwenyewe. Tusemane mambo yetu, tuwekane vizuri, si ndio? Ili ndoto yetu iweze kukamilika upesi. Kwa hiyo naomba kila mmoja awe mzalendo kama mama na kama familia yake, ili pamoja tuweze kuendelea mbele zaidi. Kwa hiyo naendelea kuwashukuruni sana kwa hilo. Nipende kushukuru sasa. Najua kigango mmechomekea hapo. Ilikuwa siku ya mama pale. Nyie mmeshachomeka hapo vyenu. Vingine nitajibu tarehe 4, sijibu leo. Sababu mmechomeka. Baba Novatus, naomba nikushukuru sana kwa kukubali nilipokutuma kuja mahali hapa kusaidia kuongoza kigango hiki. Ulikubali na ukaanzisha mengi. Yakawa mengi mpaka nikaogopa tena. Kwa sababu ofisi yako nayo ina mengi sana. Ndio maana ili ofisi yake isishindwe kufanya kazi,
na mbele ya safari maono tulionayo kuhusu Caritas na tumeifanya private. Tena kuna viongozi hapa walinisaidia sana kuhakikisha inakuwa inasimama kwa miguu yake. Kazi ni nyingi sana nilizompangia na ambazo nategemea afanye. Kwa hiyo akifanya kazi zake vizuri kule jimboni, hataweza kuhudumia hapa. Hata afanye nini, hataweza kibinadamu. Ndio maana nikamwomba kwamba hebu kile kigango sasa ukikabidhi mtu mwingine, wewe ukakae chidachi pale, unaadhimisha misa tu na kurudi ofisini haraka na kuhakikisha mambo yanafanyika. Na utembelee kanda zote za jimbo hili kuhakikisha Caritas inapata nguvu. Baba, nakupigia saluti. Asante sana. Thank you so much. Na umekuja na msukumo na maono mengi, ndio maana hata ile kanisa likanishangaza hata mimi nilikuwa nimeona ramani na kusema lijengwe. Baba huyu anahama Jumapili ijayo, anasema misa ya mwisho hapa. Anakwenda Chidachi kama nilivyosema, na ninawakabidhini padri mwingine ambaye mtaona kazi yake, mtaona chapa kazi yake. Ni padri fresh kutoka Italia masomoni huko. Kichwani amejaa mengi mazuri, na pia yeye ndio mwana sheria wa jimbo. Kwa hiyo zile kesi zinazosumbua mnamkamata hapa, mnampa mambo, peleka hiyo kesi mzee, taonana ofisini. Kwa hiyo leo na introduce tu. Kwa kweli amekuja, niseme kwa bahati nzuri. Yeye alimleta Padre Tando, alitoka ofisini, akakimbia kumchukua Padre Tando na kumleta chapa. Akaniambia, baba askofu, nimefika hapa, nimeshamleta Tando, nakimbia ofisini. Nikamwambia, no wewe, uende popote, subiri. Ndio maana wakati tunaanza misa sisi alikuwa ameketi pale nyuma. Alikuwa hana mavazi ya misa, hakuja nayo. Ameketi pale. Baadaye wakakimbia wakamletea, ndio akavaa akaja. Basi naomba tu nimuonyeshe kwenu. Sitampa nafasi ya kuongea sababu nataka tu aanze kimya kimya kazi zake mpaka tarehe 4 ndio ikijulikane mbichi mbivu. Leo naomba nimuonyeshe kwenu kwa sababu Jumapili itakayofuata ndiye atakuwa anashika ulingo wa maleva. Padre Thomas Lady, welcome. Simama baba. Basi huyu ndio atakayekuwa msimamizi wenu, na nimpe na mic awasalimie tu. Ameniambia eti nikae jirani yake alafu niongee sauti yake ipitie kwangu ije kwenu. Asante sana. Sauti yake inapata mafua. Kwa hiyo ile msimu kasema, padre ana sauti namna gani? Keti baba, asante sana. Mmeshamuona tunamwombea mpako ili Jumapili inayofuata ile aweze kuja kufanya kazi yake vizuri. Baada ya kusema hayo, naomba nishukuru. Nashukuru sana wote mliona umuhimu wa kuja kushiriki pamoja na mpendwa wetu, kwa wengine mke, kwa wengine mama, kwa wengine marafiki. Mababa, nawashukuruni wote kwa kuja kwa kila nafasi. Kama nilivyosema, nikimsimamisha kila mmoja hapa hatutatoka hapa. Story nyingi, nikisimamisha watawa walioko huko ndani ndio kabisa mambo mengi. Once again, mbarikiwe sana na kila mmoja kwa nafasi yake. Lakini basi kwaya, kwa kweli mmeimba makofi mengi kwa kwaya. Na wacheza kinandara wao wamekaa vizuri sana. Excellent, very good. Na mapaparazzi wengi, mama, watu wanakupenda kweli. Mapaparazzi kama 20 hapa. Wote wanakuja kukushangilia. Radio zote. Mpaka Juve amekimbia, yuko wapi? Basi, radio zote. Namtaja Juve nilikuwa sijamuona ndio maana. Wengine nawaona na wafahamu. Karibuni sana radio missionaries nawaona. Nisiataje mwingine ikikuacha tutalalamika. Basi Mwenyezi Mungu abariki. Naomba sasa tupate baraka, tupate picha, alafu mengine yataendelea. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu katika jina la Bwana.
awalinde na kuwabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Naendelea kushukuru kwa zawadi hizi, nitawapelekea wahusika na zitafika. Asante sana.